Kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 inasema, ibara ya 20 kipengele cha kwanza inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kukusanyika, kushirikiana na wengine, kutoa mawazo kwa njia ya amani. Kila mtu ana uhuru na haki ya kukusanyika, kushirikiana na wengine, kutoa mawazo kwa njia ya amani. Kile ambacho kilitokea tarehe 29 Oktoba sitaki kuzungumzia sana. La Ulinzi la Wananchi Tanzania JWTZ limetoa taarifa rasmi likikanusha vikali taarifa zinazosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha mtu anayedaiwa kuwa afisa wa jeshi akiwa amebeba bango lenye ujumbe wa kuhamasisha maandamano. Taarifa hiyo imetolewa kutoka makao makuu ya jeshi Dodoma. Imeeleza kuwa picha hiyo imetengenezwa na sio halisia. JWTZ limetaja kuwa ujumbe huo ni uzushi unaosambaa au kuenezwa na watu wasiokuwa na nia njema juu ya taifa la Tanzania. Lengo la kupotosha, kuleta taharuki na kuchochea uvunjifu wa amani hapa nchini. Picha hiyo ni ya kutengenezwa. Jeshi limepinga vikali aina ya upotoshaji ambao umeenea katika mitandao ya kijamii ukilenga kuchafua taswira ya jeshi pamoja na kulihusisha jeshi la wananchi kwenye masuala ya kisiasa. Hapo Mr. Kanyuka, kuna mambo kama matatu hivi ambayo nimeiona kwenye taarifa hii ambayo imetolewa na jeshi la polisi. Kitu cha kwanza ambacho nimekiona ni jeshi la polisi kuhusishwa na masuala ya kisiasa. Kitu kingine ambacho nimekiona ni watu ambao wasiokuwa au wasioipa taswira njema au wasioitakia taswira njema jeshi la polisi wa wananchi kwa kuweka maudhui ambayo sio jeshi la wananchi ndio. Na kitu cha tatu ambacho nimekiona hapa inaonyesha kuwa kuna vitu ambavyo haviko sawa. Tumeshuhudia tarehe 29 Oktoba umetokea maandamano, na kabla maandamano hayo kulikuwa na uvumi kwenye mitandao ya kijamii. Mwisho wa siku tarehe 9 hiyo tukaona maandamano yasiokuwa ya amani, maandamano yaliyosababisha hasara kwenye kwa baadhi ya watu pamoja na watu wengine kusadikika kuwa wamepoteza maisha. Ndio tunavyokuja sasa kuona kuwa tarehe 9 pia watu wameanza kuitaja sana hivi kuwepo na maandamano. Imefikia wakati hadi wanaihusisha jeshi la polisi kutoa taarifa, jeshi la wananchi kutoa taarifa hiyo. Kwako wewe Mr. Kanyuka, tukija kuzungumzia kitu ambacho kimeenea kwenye mitandao ya kijamii, kwako unalizungumziaje? Watu wengi kilo huwa wanatumia siku maarufu ama siku za kitaifa kuweza kutekeleza jambo lao. Tarehe 9 Desemba ni siku ambayo Tanganyika ilipata uhuru wake, tarehe 9 Desemba. Taarifa hiyo inaonyesha kwamba JWTZ waliweza kutangaza maandamano kufanyika tarehe hiyo, lakini wamekanusha. Ni mwendelezo tu wa uhalifu wa mitandao ya kijamii. Unajua sasa hivi kuna ukuaji wa sayansi na teknolojia, kuna kitu kinaitwa artificial intelligence, AI. Ile AI una uwezo wa kuiendesha kwa namna ambavyo unataka. Mfano, kuna picha nyingi mtandaoni, hasa wale wa Kenya ambao ni wataalamu sana wa masuala ya mitandao, huwa wanaposti wanamtusi rais wetu, pengine wanaweka picha inakuwa video, rais wetu anainuka na anaanza kukimbia na nini, mambo kama hayo ambayo kisheria, hata sheria za kimataifa na sheria za Jamhuri ya Muungano hairuhusiwi. Kwa hiyo ni mwendelezo wa uhalifu wa mtandaoni. Sawa kabisa Mr. Kanyuka. Tukija kwa upande wa pili, jambo lingine ambalo nimeliona, unadhani kuwa kile ambacho wananchi wanachokitaka ni vyema wakakiwakilisha kwa serikali kwa kupitia maandamano ambayo wanasema kuwa yatakuwa ya amani, ama wanaweza wakatumia njia nyingine tofauti na maandamano ili mradi tu waweze kuwasilisha hoja zao kwa serikali? Lengo langu sasa, ukiangalia Israel, Palestina, Gaza, kile kinachotokea kule Israel na Gaza ni mauaji, si ndio? Watu wanakufa. Ujerumani, Afrika Kusini na Uingereza wametumia njia hiyo ya maandamano ili kuweza kufikisha ujumbe. Baadhi ya mambo ukitumia maandamano yana uwezo wa kufikisha ujumbe na suluhu ikapatikana. Mfano,
Kule Gaza na Palestina kule kwenye vile vita, kuna kipindi ambacho walikuwa hawana chakula wala hawana maji. Israeli walibana njia zote za kupeleka msaada kule. Watu kutoka mataifa mbalimbali, Uingereza, Ujerumani, waliweza kuandamana kufikisha ujumbe. Kwa Tanzania, kama swali lako ambavyo linasema kwamba wanaweza wakatumia njia ya maandamano ama kutumia njia nyingine, nadhani sio mmeniuliza. Kwa mujibu wa katiba, kwanza maandamano ni haki ya kikatiba. Unielewe vizuri kilo, maandamano ni haki. Kwa mujibu wa katiba ya mwaka 1977 inasema, ibara ya 20 kipengele cha kwanza inasema hivi: kila mtu anayo haki ya kukusanyika, kushirikiana na wengine, kutoa mawazo kwa njia ya amani. Kila mtu ana uhuru na haki ya kukusanyika, kushirikiana na wengine, kutoa mawazo kwa njia ya amani. Kile ambacho kilitokea tarehe 29 Oktoba sitaki kuzungumzia sana, lakini inasemekana kwamba watu hawakutumia njia ya amani. Njia ya amani kilo ni ile njia ambayo watu mnakusanyika sehemu moja, mnaandika mabango, mnatembea barabarani. Tunaona taasisi nyingi huwa zinaandamana, Tokomeza, VVU na nini. Watu wanakusanyika kutoka, mfano wanatoka labda Gongo la Mboto kwenda kule Tabata, wanakuwa na mabango, wanatembea barabarani. Wanatoka Ujiji kuja Mwanga hapa, wanatembea na mabango barabarani. Na maandamano hayo huwa polisi wanawalinda, wanakuwa mbele au wanawalinda raia. Ni njia mojawapo ambao ni kubwa ya kufikisha ujumbe, hasa katika siku hiyo ya kitaifa, siku ya uhuru wa Tanganyika. Sasa Mr. Kanyoka, mimi nimekuuliza kuwa inawezekana au ni vizuri wananchi wakawasilisha hoja zao kupitia maandamano ama wakatafuta njia nyingine kwa kuwasilisha hoja zao wenyewe. Sasa kwa mujibu wao, ninavyodhani wanaona maandamano na njia. Lakini kweli ukiangalia maandamano ni njia ambayo inafikisha ujumbe kwa haraka. Tofauti na kuandika barua. Unaweza kuandika barua kilo kwa maombi ya labda ya kitu fulani, ikaja kujibiwa muda ambao umeshapita. Lakini maandamano, tunajua maandamano wanakusanyika watu wengi na vyombo vingi vya habari vinakuwa vinaonyesha ile taarifa. Kwa ule ujumbe ambao wanalenga kumkusudia yeye, yaani ule ujumbe ambao wanataka kumfikishia mtu fulani, unafika kwa uharaka. Aya, sawa kabisa Mr. Kanyoka kwa udadavuzi huo. Na kumwambia msikilizaji ni kwamba yeye pia asiwe miongoni mwa watu ambao wanavunja amani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo Dr. Samia Suluhu Hassan siku ya uapisho alivyosema kuwa kila mmoja hapa Tanzania ana wajibu wa kuhakikisha amani inatawala, amani inaendelea kudumu. Mimi pamoja na msikilizaji, mimi pamoja na viongozi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tunalo jukumu la kusababisha nchi yetu inakuwa na amani, nchi yetu inazidi kuwa ya kihistoria pamoja na nchi ya kuigwa kwenye mataifa mengi kama jinsi ambavyo ilivyo. Tanzania inaitwa kuwa ni kisiwa cha amani duniani kote. Ukiangalia kilo kwa nchi za hapa Afrika, kuna nchi kama Kongo, kuna nchi kama Uganda, hata Kenya pia. Watu wanakufa Kongo kule, vita vya wenyewe kwa wenyewe vinatokea. Ukiangalia Sudan, kwa ni amani ni kitu kimoja kizuri sana. Na Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi ambayo inasifika kwa amani. Lakini tarehe 29 Oktoba ndio siku ambayo kidogo amani iliumba, lakini bado rais anaendelea kusimama kuhakikisha kwamba amani inakuwepo. Sawa kabisa. Tumekuwa tumezungumzia hapa juu ya taarifa ambayo imetolewa na jeshi la polisi au jeshi la wananchi, jeshi la walinzi wananchi, wakitoa kuwa tarehe 9 wenyewe hawajatoa udhibitisho wa kuwepo kwa maandamano. Kwa hiyo mimi pamoja na msikilizaji